Wema Sepetu amewashia moto watangazaji wa Wasafi FM. Hapa namzungumzia Aaliyah, namzungumzia Mchaga OG pamoja na Amigal ambao amewatuhumu kwa kumzungumzia vibaya na kuzungumzia baadhi ya vitu ambavyo kwake anahisi kwamba vijakaa sawa. Baadhi ya matukio ambayo yalitokea kitambo zamani sana wakati Wema Sepetu alikuwa bado yupo kwenye mahusiano na Diamond Platnumz. Sikiliza clip kidogo. Yani Diamond Wema yani ndugu yangu. Ikavishoga pete nadhani baada mambo ya club yale kwenye birthday ile mama kawala siitambui. Unaelewa sasa? Masha club Masaki at that time. Umeelewa sasa? Kipindi hicho jenzia mwezi kuelewa au sio? Of course hii ngoma ilitokana na of course Diamond alimwambia Wema. Hii ngoma ilikuwa special kwa Wema Sepetu. Nataka kulewa. Na hii ilikuwa ni baada ya Diamond Platnumz kuachana na Wema Sepetu. Kwamba yeye mstari unaosema kwamba mimi mwenzako nikamvisha na pete kwa kumoa kupata vile mimi kwa mapenzi maskini, kumbe mwenzangu na mimi walikuwa kama 20 tunajisumbua, walikuwa kama 20 sio mabuzi vinyasi na wengine anawaonga. That time ndio kuna stories kwamba Wema alikuwa anatembea na Mira kwenye vinyasi sasa. Bana, hii clip ilimfikia Wema Sepetu na kama haijamfurahisha vile, sababu hapa Mchaga OG pamoja na Aaliyah wakiwa na Amigal wanaonekana kabisa kuzungumzia baadhi ya vitu ambavyo vilifanyika wakati Diamond aliandika nyimbo ya Nataka Kulewa, kama unaikumbuka fresh, na anasema kwamba hii ilikuwa special kwa ajili ya Wema Sepetu sababu Wema kipindiko alikuwa amechepuka kinoma yani, na alikuwa na mabwana wengi sana kupelekea kumuumiza Diamond Platnumz, kitu ambacho Wema hajapendezwa nacho. Sasa kupitia Insta story yake bana, Wema Sepetu amekuja na kuandika hivi: media squeeze zimekuwa za kiwaki sana, mmekosa mpaka story za maana za kuongea, mnaanza kuongea na hapo kaika kama tusi, alafu hamna uhakika, mnabwabwaje uongo, mmetumwa nini? Nishasema mtoe kwenye vinywa vyenu, why don't you get into your big heads? Alafu anasema kwamba oya, achaneni na mimi, sipendi kuongelea upuzi, sitaki, msione nimekaa kimya mkaona tu kama fala moja, sizimii na ndio maana anasema kwamba sizimii na ndio maana hata kwenye hiyo media yenu sijawahi kujishirikisha kwa lolote. Why drag me into your bullshit? Akasema maliza pale chini kusema kwamba sijawahi kuhitaji mwendo kutoka kwa media yoyote na sitowahi kuja kuhitaji. Sasa endeleeni kuongea upuuzi wenu, tukifikishana pabaya sipo. Akaongeza neno fulani hivi la kama matusi hivi, nasema kwamba msione mtu na kuweka emoji fulani hivi zake kimya. Anasema kwa mtu kakaa zake kimya kumchokonoa tu, oya sitaki, leave me alone, tena kaika kama tusi vile. Sasa hii ndio Insta story ambayo alikuwa ameandika Wema Sepetu. Ameonyesha kabisa kuchukizwa na kukerwa na hiki ambacho watangazaji wa Wasafi walikuwa nikiongelea kuhusiana naye, swala zima la mahusiano yake yeye na Diamond Platnumz, lakini pia kilichopelekea mpaka yeye wakaachana na Diamond. Inabidi uende usikilize ngoma ya Nataka Kulewa ya Diamond Platnumz. Pale anasema kwamba alikuwa anamzungumzia mwanamke ambaye hakumtaja, akasema kwamba alikuwa anajitahidi kabisa kuhakikisha kwamba mahusiano yanakwenda vizuri, lakini mtu ambaye alikuwa naye kwenye mahusiano bana alikuwa na mabwana wengine paka anawaonga kabisa. Sasa kulingana na Mchaga OG bana, huyu alikuwa ni Wema Sepetu. Unalichukuliaje? Maoni pale chini kwenye uwanja wa comment.